Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Israel imesema itaongeza mara mbili zaidi ununuzi wa ndege za kivita za F-35 na F-15 kutoka nchini Marekani. Waziri wa Ulinzi Israel Katz amesema ununuzi unafuata mafunzo yaliyopatikana kutokana na vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran, ambapo shehena iliyobeba tani 6,500 za zana za kijeshi itawasili Israel. Israel itanunua vikosi viwili zaidi vya ndege za kivita za F-35 na zile za F-15 na hizi zitatoka nchini Marekani. Mwishoni mwa juma, kamati ya ununuzi ya ulinzi inayoidhinishwa na mawaziri kutoka Wizara ya Ulinzi pamoja na wale wa Wizara ya Mipango wameidhinisha kupata kikosi cha 4 cha F-35 kutoka katika kampuni ya Lockheed Martin na kikosi cha pili cha F-15 kutoka Boeing katika mikataba ambayo ina thamani ya makumi ya mabilioni ya shekeli, wizara imesema katika taarifa yake. Wizara ya Ulinzi imesema ndege hizo zitatumika kama msingi wa maendeleo ya nguvu za muda mrefu za IDF kushughulikia vitisho vya kikanda na kuhifadhi ubora wa anga wa kimkakati wa Israel. Kufuatia idhini hiyo, mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi Amir Baram aliagiza ujumbe wa wizara hiyo kwa Marekani kusonga mbele na kukamilisha makubaliano na serikali ya Marekani na wenzao wa kijeshi katika kipindi kijacho. Hali hiyo hatimaye italeta ndege za kivita za F-35 za jeshi la anga la Israel hadi 100 na F-15 hadi ndege 50. Kwa sasa Israel ina ndege 48 za F-35 kufuatia agizo la awali la ndege 50. Nyingine 25 ni za F-35 ziliagizwa mwaka 2023 ambazo zinatarajiwa kuwasili kuanzia 2028. Israel iliagiza ndege hizo 25 za F-15 mwaka 2024 na za kwanza zinatarajiwa kuwasilishwa kuanzia mwaka 2031. Huu ni mpango mkakati wa Israel katika kujilinda dhidi ya Iran na nchi nyingine pamoja na makundi ya kigaidi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake, waziri wa ulinzi Israel Katz amesema kwamba vita vya hivi majuzi nchini Iran vimedhihirisha tena uwezo wa jeshi la wanahewa la Israel na jukumu lake kuu katika kulinda Israel. Masomo ya kampeni hiyo yanatuhitaji kuendelea kusonga mbele juu ya kuongeza nguvu ili kuhakikisha ubora wa anga kwa miongo kadhaa ijayo. Baram alisema kuwa pamoja na mahitaji ya ununuzi ya mara moja wakati wa vita, tuna jukumu la kuchukua hatua sasa hivi ili kulinda makali ya kijeshi ya IDF miaka 10 kutoka sasa na zaidi. Operesheni ya Rising Lion iliimarisha jinsi uhusiano wa kimkakati wa Marekani na Israel ulivyo muhimu na jinsi nguvu za anga za juu zinavyosalia, alisema, akimaanisha mzozo wa hivi karibuni wa siku 40 wa vita na Iran. Mkuu wa jeshi la wanahewa la Israel aliondoka, Meja Jenerali Tomer Bar, alisema ununuzi huo utaongeza nguvu kubwa kwa jeshi la anga la IAF la nchini Israel. Umuhimu wa kupata vikosi viwili vipya ni matokeo ya kazi ya aina ya kina na ya muda mrefu ya wafanyakazi ambayo tulifanya katika jeshi la anga. Pendekezo lililotokana na tathmini ya miaka ya kitaalamu na umuhimu wa uendeshaji kutoka kwa mtazamo mpana juu ya kuongezeka kwa nguvu za kukabiliana na vitisho vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati, Bar alisema katika hotuba iliyochapishwa na jeshi. Alisema kwamba mpango huo ulikuwa na lengo la kuhakikisha ubora wa anga wa jeshi la Israel katika miaka mingi ijayo. Ununuzi huo ni matokeo ya ushirikiano wa karibu na jeshi la Marekani ambalo liliongezeka katika operesheni ya Rising Lion na ni sehemu ya kimkakati ya usalama wa kitaifa, Bar alisema, akiongeza kuwa vikosi hivyo vipya vitaongeza nguvu kubwa katika jeshi la wanahewa na vitatuwezesha kuendelea kufanya kazi kwa dhamira, kubadilika na ubora dhidi ya changamoto yoyote tunayotakiwa kukabiliana nayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.